wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasirudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine, walipoonywa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu, wakarudi nyumbani kwao kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, vijana A wameimba, vijana B wameimba, kwa yakuru wameimba. Siku ya leo ni siku ya furaha, ya shangwe, ambayo tunakumbuka kuzaliwa mkombozi wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aishie milele. Tunaposoma na tulivyosoma kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu, Biblia inatuambia ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu kweli kweli. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Tena inamshuhudia ya kwamba huyu ndiye Yohana aliyemshuhudia kwamba anakuja nyuma yangu, ambaye hata mimi sistahili hata kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Sistahili kabisa. Yuko nyuma yangu, anakuja. Mimi nasafisha njia. Yohana alikuwa anasafisha njia, anatengeneza njia. Alikuwepo nabii ambaye alitabiriwa na manabii kwamba atazaliwa kwa ajili ya ulimwengu, kuwaokoa wanadamu, kuwaokoa watu kwenye dhambi zao, ambaye sasa ni Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema ya kwamba tena huyu yeye mwenyewe ni nuru, ni nuru ya kweli, ni nuru ya ulimwengu, ambayo hata giza haikuliweza. Kwa nini? Kwa sababu ni nuru halisi. Ni nuru halisi ilikuja ulimwenguni, na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wamempokea, wamemkubali kwamba huyu ni Bwana, huyu ni Mwokozi, huyu ni mfalme wa wafalme. Sasa alipozaliwa huyu mkombozi wetu, mwana wa Mungu, Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, alizaliwa wapi? Huko Bethlehemu ya Yuda. Alipozaliwa alikuwepo mfalme ambaye ni Herode. Huyu mfalme Herode hakupenda wala hakutaka azaliwe mfalme mwingine, kwa sababu ufalme wa Yesu ni tofauti na ufalme wa Herode. Herode alikuwa mfalme wa duniani. Yesu alikuwa mfalme wa mbinguni, wa kutoka kwa Mungu, ambaye hakuzaliwa kama mwanadamu. Hakuzaliwa, alikuweko si kwa mapenzi ya wanadamu, wala si kwa mapenzi ya damu wala mwili, bali kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu alimtokea Mariamu. Malaika Gabrieli akamtokea Mariamu akamwambia, heri wewe mwanamke uliyebarikiwa, ambaye wewe utazaa kilicho chema. Mariamu alisikitika sana, alipata shida, akawa na maswali. Itakuwaje hili jambo? Maana mimi sijui mume. Itakuwaje? Malaika akamwambia, kwa uweza wa Roho Mtakatifu ujauzito utakujia. Na sasa amezaliwa Yesu, mkombozi wa ulimwengu. Herode anawakusanya mamajusi. Mamajusi wamejipanga, wamejiandaa na zawadi zao kwenda kumsujudia huyu mwanaume Yesu, kwenda kumsujudia huyu mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mwokozi wa ulimwengu, Jehova Nisi. Wanakwenda wanajipanga. Herode naye anawaambia, njoni, anawakusanya, njoni, nimesikia huko eti yuko mwanaume mwingine aliyezaliwa zaidi yangu, yuko mfalme mwingine aliyezaliwa zaidi yangu. Anasema hakujui. Anasema mkienda huko, na mimi nataka niende nikamsujudie nani? Huyo mtoto, nikamuone huyo mtoto. Wale wanawake
mamajusi wakaongoza na nyota, kwa sababu yule aliyezaliwa ni wa tofauti, tena ni wa pekee, hafananishi na kuzaliwa kwa mwanadamu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba wale wanawake wakaongoza na ile nyota. Nyota ikaenda kusimama mahali pale alipokuwa mtoto na mama yake. Ikasimama nyota ikawaongoza. Na wao walipoiona ile nyota imesimama, wakajua ni hapa hapa, wakaenda wakamkuta mtoto. Walipomkuta mtoto, walimkuta na mama yake Mariamu, wakasema hapa ndo penyewe. Walipofika na zawadi zao, wakamsujudia, wakafungua sadaka zao, wakafungua hazina zao, wakampa mtoto. Baada ya kukumbuka, Roho wa Mungu akawajilia. Mungu akasema nao, msirudi. Wakati mwingine hata kwenye ulimwengu wa sasa wa kawaida tu, wanapozaliwa watoto tunachukia. Kwenye ulimwengu wa roho, iwa kwenye utumishi huu tunaotumika huu, wakati mwingine tunachukia. Kwa nini? Haya, pengine mimi nimekuwa mzee wa kanisa miaka awamu 4 za sinodi au awamu 5. Watoto hawa wengine wanapoinuka au kutoka vijana A au vijana B, tunawaambia hawezi kufanya kazi hii, kwanza ni mtoto. Hujajua kilichomo ndani mwake. Haujajua unabaki eti wewe kwa sababu ni wa milele. Ulichaguliwa miaka nenda rudi, hutaki hata mabadiliko. Watoto wanapoinuka mnawakandamizia chini. Hebu achilia roho zingine zitembee. Mungu liko kusudi kwa hao wadogo, nao wanapoinuka wafanye kazi. Tusiwe na roho za kina Herode. Herode alipozaliwa Yesu alichukia, alifikiri kwamba eti ananyang'anya ufalme wake. Kumbe ufalme wa Yesu ni tofauti na ufalme wake Herode. Yeye alikuwa mfalme wa duniani. Pengine yawezekana sasa kwenye utumishi wangu sileti mabadiliko yoyote, sileti hata maendeleo yoyote, lakini eti kwa sababu mimi ni wa miaka mingi, mimi ni wa siku nyingi, nabaki nang'ang'ana mimi mwenyewe. Hebu achia akina Yesu hawa waliozaliwa wasimame, uone na wao kama hawatafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Yesu amezaliwa. Ndani ya kanisa ziko roho za Herode zinazotembea, iwe kwenye tutulano, iwe kwenye kwaya, iwe wapi, roho za Herode zinatembea. Iwe ngazi za juu, iwe wapi, roho za kina Herode zinatembea. Ndani ya kanisa ni mwiko kutembea roho za kina Herode. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa mtoto mdogo, lakini kaone matendo makubwa aliyofanya. Alimpiga Goliathi, mfalme wa Wafilisti, kwa jiwe. Alimpiga akaanguka huko Goliathi. Kipindi kile Mungu anamtaka nani atawaongoza wana wa Israeli. Walikuweko kaka zake Daudi waliokuwa wakubwa zaidi, waliokuwa wanafaa, waliokuwa na mili mikubwa, ambao wangeweza kufanya kazi kipindi kile, lakini Mungu alimthamini Daudi. Ndiye aliyemuona mwenye moyo safi, mwenye akili nzuri, mwanaume kijana mzuri, mtanashati. Mungu akasema mmeniletea hao. Hayuko wengine, mtoto wa Yese, wote wameishi. Yuko wapi? Yuko machungoni. Ameenda kuangalia ndugu zake. Haya, nenda kamlete. Anakuja sema, huyu ndiye aliyemchagua. Hata ndani ya kanisa wako ambao Mungu amewachagua. Tusiwaone eti kwa sababu ni wadogo. Tusiwaone. Upo utumishi ambao Mungu ameweka ndani mwao. Yesu amezaliwa. Hata sasa mamajusi wakapita njia nyingine, wasimpelekee Herode. Akaingia kuchuma dhambi nyingine tena. Atile ngwatuma moyo wombeli wako
na watuma niye majeshi yangu, muende katika Bethlehemu yote ya Yuda, mkawaue watoto wa kiume wote kuanzia miaka 0 mpaka miaka 2, wote mkawa gogaga. Hata sasa ndani ya kanisa tumeua karama nyingi za watoto wetu. Mungu atusaidie. Haleluya, haleluya. Yesu amezaliwa. Nataka nilete nuru hii. Sasa tunakumbuka kuzaliwa kwa mkombozi wetu Yesu Kristo, ambaye ni nuru yetu, ambaye ni neno letu, ni neno la uzima, ni taa ya miguu yetu, inatuangaza. Nataka niseme hivi, unapoondoka hapa, tumeimba hapa vizuri, tumeshangilia, tumefurahi, Yesu turudi naye. Wale mamajusi walipokuja kumsujudia mtoto, walimletea sadaka ambayo ni zawadi. Walileta manemane, walileta uvumba, walileta dhahabu. Hivi vitu vyote vilikuwa na sababu. Dhahabu ilikuwa inamaanisha au inaonyesha ufalme wa Kristo, kwamba Yesu huyu aliye mfalme, huyu aliyezaliwa ni mfalme kukuzidi wewe Herode. Wakamletea zawadi ambayo ni dhahabu. Na hizi zawadi hazikuwa rahisi, zilikuwa zinapatikana. Wazee wa kipindi kile walikuwa wanakwenda kuzitafuta wapi? Uarabuni. Za thamani wanamletea Yesu, wanamsujudia. Pia hawa watu walileta uvumba, ambayo hii uvumba hii ilikuwa inamaanisha ukuu, uungu wa Yesu, kwamba Yesu ni Mungu kweli, ni mwanadamu pia ni Mungu kweli. Kwa nini? Kwa sababu alitenda miujiza. Ndio maana ya kuleta uvumba, ulikuwa unamaanisha uungu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hii manemane, kwa nini walileta manemane? Walijua na kutambua kwamba tunamletea sadaka hii au zawadi hii mtoto Yesu, hii sadaka ya manemane, ikionyesha au kitambulisha mateso ambayo huyu mwana wa Mungu atayapata. Je, mtumishi wa Mungu Mwana Kikota, moyo wako umemletea Yesu kweli kweli? Alafu mnakuja mnaimba. Hapa ndio sherehe yetu. Leo hii wengine tuko hapa, tumeimba, tumefurahi, tumeserebuka, lakini akili yote iko hapa saa hizi. Juzi babangu alinifurahisha, akasema hapa tunajitia, tunasikia. Tukifika huko tunakutana, tukuangalia ndio pesingi. Yawezekana kweli tuko hapa, tumetulia, tumenyamaza, lakini huko jioni tunakutana nani? Na hawa. Akina hawa. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo sio kuzaliwa kwamba leo ukalale kwa Juma, Kama utalala kwa Juma, majibu unayo. Sisi tunakukataza kwamba kulala kwa Juma pasipo utaratibu ni dhambi. Ni dhambi wanetu, ni dhambi. Tena ni dhambi kubwa. Watoto wetu wa kiume baba leo anapapigwa nani? Hii ngoma hii ilizaliwa kwa ajili ya nani? Si kwa ajili. Sawa, ilizaliwa kwa ajili yako hii ngoma. Piga kwenye utaratibu hii ngoma, uwe huru nayo. Sasa mbona unajificha na ngoma yako hiyo? Kwa nini usipige peupe? Hiyo ngoma? Kwa nini usipige peupe? Na wewe dada, kwa nini usicheze hiyo ngoma peupe? Wanetu, Yesu awaponye. Wanetu, tunawapenda. Naye shetani anawapenda, ndio maana anawadanganya. Anakuambia, mzuri wewe. Wachache wazuri wapo na hawataisha. Basi uzuri wako huo utumie kwa Yesu kisahihi. Utumie kwa Yesu.
Mpe Yesu uzuri wako. Kuti hei mwanonje napa nunu na nkate mundumbura nunu. Wotaralile kwekana kalando ule mie. Haleluya. Haleluya. Wanetu kangelenga mwamanyaga muna setana jopi kubanyonyerwa. Anawatamani aharibu maisha yenu. Aharibu maisha yenu. Na msiposimama kwa Yesu sawa sawa, shetani ataharibu tu maisha yenu. Na si kwamba hatuwaombei, tunawaombea, ila ninyi mnafanya mioyo yenu migumu. Ninyi wenyewe tunawaombea, kwani msisiwaombee? Ninyi ni watoto wetu, tunawapenda. Tunawapenda kweli kweli. Hatutaki mpotee. Kwa simama kwa Yesu. Leo tunakumbuka kuzaliwa kwa mkombozi wetu. Azaliwe ndani ya mioyo yenu. Kangelengo na Yesu tukuifuna bikote ikuiga marori. Kana jivuna akakadada kaone. Luma kwa kutefi. Ukuti kikete. Muone. Eti yeye anajiona mzuri. Anajiona mzuri. Wapi hamna lolote. Nakumbuka tulipokuwa tunakuwa. Tulikuwa kama kina mama juice. Tulikuwa tunabeba maembe tunatoka nayo kijijini, tunakuja nao Kyela, hayo maembe kuuza. Tukifika tulikuwa tunavuka mto, tunaenda ng'ambo ya mto ndio tunaenda sini beyond ng'ambo ya mto. Tukisema sasa hivi tumepita hii ya lami. Kwenye kijiwe cha kipindi kile kulikuwa hakuna boda boda. Sasa sisi tunawakuta wakaka watu wamekaa. Watawasema. Tunaporudi tusipite tena ya lami. Si tumeuza maembe, tupite ya mkato ya Kandete. Tunapita ya Kandete. Sasa hivi mabinti zetu, watoto wetu, mnajinadi wenyewe. Yaani nataka niwaambie hili, nalisema kila siku kwamba binti yangu, nasema nikiwa kwenye madhabahu ya Mungu hii ya Kikota, wewe ukisimama kwenye kweli ya Mungu, ukisimama na Yesu wako, hakuna mwanaume wako kuingia. Sasa nyie ndio mnatangulia kuwachati nao, namba yako ya simu kaka. Hapa wanakuangalia hapa, mwanangu simama. Na uzuri wako huo, wapo wanaokuangalia vibaya. Usimame na Yesu wako. Hawa wadada hawa. Waache hivyo. Wewe muangalie Yesu msalabani peke yake. Mwambie Yesu, zaliwa ndani ya moyo wangu. Zaliwa ndani ya moyo wangu. Tembea na Yesu wako. Hawa wadada hawa, wakati mwingine watoto wetu wa kiume wanachokozwa. Wanachokozwa hawa. Tena ukiwa mchokozi, watakuchokoza, hautakuwa na maisha mazuri. Kwa nini? Kwa sababu si umezoea uchokozi. Bope mkuburana. Wanabizana. Nenda kwa hawa. Ukimchokoza yeye yuko tayari tu. Nenda. Bwana Yesu amezaliwa. Anakuja kwa hawa. Umeliwa, umekwisha mwanangu. Simama kwa Yesu. Kwa Yesu kuzuri wanetu. Kwa Yesu kuzuri. Tuna uhakika. Tumemuona. Ametuvusha katika mengi. Ametuokoa katika mengi. Yesu ni Bwana. Yesu ni Mwokozi. Yesu ni Mfalme. Yesu ni Bwana siku zote, miaka yote. Yeye habadiliki. Njoni kwa Yesu wanangu. Njoni kwa Yesu. Mpeni Yesu maisha yenu. Mpeni Yesu maisha yenu. Na tena uzuri wake, mabinti wakiona msimamo wako wanaambizana napo. We unapoteza muda. Ile ngoma haipigwi.